Thank you very much. Tuelekee kaunti namba 45 ambapo viongozi wa muungano wa KUPPET wanazidi kushinikiza serikali kusaidia zaidi masomo ya wanafunzi wa gredi ya 10, kwani licha ya wengi kufika shuleni, masomo bado hayajaanza rasmi, wakitaja changamoto nyingine inayokodolea macho walimu wa CBE ni ukosefu wa walimu wa masomo kadhaa. Wakizungumza huko Kisii, viongozi hao wa KUPPET wameongeza kuwa ukosefu wa vitabu katika shule mbalimbali za gredi ya 10 huenda ukasababisha kujikokota kwa mtaala huo. We want the government to move with a lot of speed and employ more teachers on those areas, because kuna shule mingi zilichukua 3 pathways but they don't have enough teachers to teach those subjects. So we want the government to rethink, because wanafunzi wamefika mashule but there are no teachers. Up to now there are no classes that have started. So tunahitaji serikali ikimbia haraka na ifanye haraka, ihakikishe ya kwamba hao walimu wameachiliwa kama jana. Kusema watoto waende shuleni, sote tunaunga mkono kwamba watoto wote waende shuleni, lakini kwa wakati wa mpito tungeambia serikali kwamba ingetenga pesa kidogo kwa kila shule, angalau shule ziweze kuwapatia wanafunzi sare rasmi ya shule, kwa sababu mtoto akija shuleni bila sare rasmi anakuwa hajioni kama wenzake, inakuwa inaleta inequality shuleni na si vizuri kwa masomo ya mwanafunzi. Hivyo serikali ingetenga a special fund kidogo, wanafunzi waweze kupata sare kule shuleni, hata kama ni pea moja moja, wazazi wakijipanga, ili watoto wasijihisi kwamba kidogo wametengwa. Na nasema ya kwamba kama tunataka watoto wetu wote waingie shule na wasome bila matatizo yoyote, serikali itafute mbinu ya kuhandle wanafunzi wote wa Kenya equally. Nambari ya pili ni walimu wetu waweze kuandaliwa vilivyo. Kuna masomo kama ya sanaa, masomo kama ya sanaa, michezo ambayo iko katika mtaala mpya wa elimu ya CBE, ambao unapata walimu hawajafundishwa na wahitimu katika hayo masomo, na wanafunzi tayari washaitwa na wazachagua kwenda kusomea hizo career, na unapata ya kwamba wakiingia shule na hakuna walimu, wanafunzi wataendelea namna gani? Tuelekee kaunti namba 30.